Sasa tujifunze kitu sasa. Hii hapa Al-Kaaba. Hapa tunajifunza kitu inaitwa miqati. Hii hapa Al-Kaaba. Hapa hii ni mipaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaekea Waislamu mipaka. Akawaekea watu wa Madina mpaka unaoitwa Dhul Hulaifa. Huu ni watu wa Madina wanaokuja na barabara ya watu wa Madina. Inawezekana ikawa si mtu wa Madina lakini umetumia njia yao. Kuna watu wanaanza Madina kwanza kisha ndo wanakuja Maka. Kwa hiyo wao mikati yao itakuwa ni Dhul Hulaifa. Kuna mikati nyingine inaitwa Juhfa. Juhfa ni mikati ya watu wa Sham, wanaotoka Suria, wanaotoka Jordan. Mikati yao watatumia Juhfa. Tumeelewana eh? Mikati nyingine inaitwa Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Hii hapa ni mikati ya watu wa Najd. Najd maana yake Riyadh, Taif na miji mingineyo. Mikati nyingine inaitwa Yalamlam. Yalamlam. Mikati hii ni ya watu wa Yemen. Mikati nyingine inaitwa Dhata Iraq. Mikati hii ni mikati kwa ajili ya watu wa Iraq. Sasa Mtume sallam anasema hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Mikati hizi ni za hawa watu wa Madina, mikati yao hiyo. Watu wa Juhfa mikati yao hiyo. Na wale watakaokuja barabara au kupitia njia hiyo ambao si watu wa hizo sehemu. Tumeelewana? Yaani mtu ametoka hapa ameanza zake Madina. Akianza Madina manake mikati yake itakuwa iko wapi? Itakuwa Dhul Hulaifa, atahirimia hapa. Mtu amekuja labda amepita Taif, atahirimia wapi? Qarnul Manazil. Na amekuja kutokea Yemen, atahirimia Yalamlam na hakadha. Tumeelewana jamani? Sasa mikati ni nini? Mikati ni mipaka ambayo hapo ndo tutakaponuia sasa. Tutahirimia kwenye hiyo mipaka. Kabla ya kufika katika hiyo mipaka tutakuwa tumeshajiandaa. Yale maandalizi yale tumeyafanya kabla ya kufika kwenye hiyo mipaka. Tutakapofika kwenye mipaka, kitu cha kwanza tutakachokifanya ni kuhirimia, kusema labbaik Allahumma umratan. Haya maneno hatuyasemi isipokuwa tufike kwenye hii mipaka. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo sawa umekuja na mpaka wa Madina, sawa umekuja na mpaka wa Sham, hapo ndo utasema labbaik Allahumma umratan. Halafu yale makatazo yataanza hapo. Manake usifunike kichwa, usivae mavazi, yote makatazo, usijipulizie manukato, yanaanza hapa rasmi. Uko utakuwa ushajiandaa. Jamani tunaelewana? Ukifika hapa unasema labbaik Allahumma umratan. Kwa hiyo tukifika mikati ndo hapo anaeleza kwamba ni wajibu gani unaomlazimu mtu anapofika mikati. Wajibu wa kwanza kutia nia. Huo ni wajibu wa kwanza. Ambao kutia nia tumesema ni kusema vipi jamani? Nia, kutia nia ni kusema vipi? Au kwa lugha nyingine kuhirimia ni kusema vipi? Labbaika Allahumma umratan. Ndo kuhirimia. Kwa hiyo mahujaji wote kila mmoja atapita hii kwa sehemu yake. Na sisi tutapita hii. Lakini ya kwetu sisi sasa tutapita tukiwa tunakaribia kushuka katika uwanja wa Jidda.
Kwa hiyo wakati tunakaribia tutajamani, haya sasa tunahirimia, tunapita tunawaambia jamani tunahirimia, kila mmoja anasema labbaik Allahumma umratan. Hapo wewe ndo umeshaingia rasmi kwenye ibada sasa. Kwa hiyo kazi ya hizi mikati maana yake, kwanza kazi ya kwanza ni kutia nia hapo. Huwezi kutia nia kabla, unaruhusiwa kutia nia kabla, lakini bora utie nia kwenye mikati. Ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani tuko pamoja? Haya, halafu anasema kuanza kutoa talbia. Kuanza kutoa talbia. Haya, kwanza tuijue nia kabla ya kutoa talbia. Haya ndo matamshi ambayo lazima tuyajue. Sio lazima, lakini vyema tukiyajua. Kwanza katika tamko la kwanza ni kutia nia. Nia ya umra tunatiaje? Kwanza kuna nia ya umra Nia ya umra. Na hii nia inatamkwa, ndio nia pekee inayotamkwa. Nia nyingine hazitamkwi. Tumeelewana? Okay, nia ya umra tunasemaje? Labbaik Allahumma umratan. Hiyo ndo nia ya umra. Ahsant. Sheikh ameuliza swali jingine. Sasa mimi naenda, lakini haji ama tuache hija, kwa sababu hija bado tujafika. Tuanzeni bado na umra. Naenda kumfanyia mtu umra, lakini sifanyi umra yangu, namfanyia mtu. Utasema labbaik Allahumma umratan an, kisha utataja jina lake. Mathalan, naenda kumfanyia umra baba yangu anaitwa Muhammad. Kwa hiyo nikifika pale nitasema labbaika Allahumma umratan an Muhammad. Tumeelewana? Kwa hiyo utazidisha an Muhammad, au unaruhusiwa kusema labbaika Allahumma umratan an abi, yani baba yangu. Kwa yule ambaye anakusudia kumfanyia mtu mwingine umra. Tuko pamoja jamani? Haya, tukimaliza hapo tutajifunza talbia. Tumeandika hapo, kama unamfanyia mtu mwingine umra iko hapo, utasema labbaik Allahumma umratan an fulan. Haya, tunataka tujifunze kwenye nia. Wanachuoni wanaelekeza kwamba unapofanya ibada, unaponuia kwa ajili ya kufanya ibada ya umra au unaponuia kwa ajili ya kufanya ibada ya hija, unaruhusiwa, sheria inakuruhusu kuifunga nia yako. Kuifunga nia maana yake vipi? Maana yake ikitokea umeshindwa kumaliza ibada na ukatatizika, ukashindwa kuendelea, ikakulazimu uivunje ibada pale, basi haitakulazimu kufanya fidia. Tumeelewana? Tumesoma makatazo. Labda umefika umeshindwa kuendelea, umeambiwa kwamba wewe lazima uvae mavazi yako. Yale makatazo yoyote atakayoyaendea, basi atalazimika kufanya fidia. Fidia ni mnyama anayechinjwa katika Makka, katika mji wa Makka. Tumeelewana Na mnyama yule anagawanyizwa kwa maskini waliopo Makka, ndo fidia. Kwa hiyo atakayefanya makatazo, manake atakachoambiwa afanye, akafanye fidia, ende akachinje, na yule mbuzi anachinja kwa ajili ya maskini wa Makka, yeye haruhusiwi kula katika nyama ile. Sasa mtu ambaye amenuia halafu baadaye hakuifunga nia yake, halafu ikatokea akalazimika kuvunja ibada yake ya umra au kufanya makatazo, basi lazima akafanye nini? Fidia. Lakini atakayeifunga nia yake akashindwa kuendelea na ibada, wakati anapotia nia alifunga nia yake, huyu hata lazimika kufanya fidia. Jamani, hapo tunaelewana? Unapotia nia ya umra, sawa, kuna matamko unabidi uyatamke pamoja na ile nia yako.
Ukitamka yale matamko utakuwa nia yako umeshaifunga. Ukitamka nia kavu peke yake bila ya hayo matamko, maana yake unapopatwa na dharura ikakufanya ufanye makatazo, maana yake utalazimika ufanye fidia. Lakini unapoifunga nia hautafanya fidia kama utashindwa kuendelea na ibada. Hapo tuko pamoja jamani? Mathalan tuko na mtu mzima umri wake miaka 60, ana hofu maskini, anaweza akashindwa kumaliza ibada. Akifika labda katikati ya safari akahofia kwamba anaweza akashindwa kuendelea, akaambiwa ende hospitali au akaumwa. Tumeelewana eh? Sasa tunamwambia mtu mzima, ifunge nia yako ili ukishindwa kumaliza ibada yako utakuwa wewe hutalazimika kufanya fidia. Hapo tumeelewana? Kwa hiyo anapotia nia pale, sasa tunamwambia hebu ifunge nia hapa. Anafunga nia yake, basi labbaik allahumma umratan, ameshatia nia. Haya, ifunge nia yako hapo ili ukipatwa na dharura huko haitakulazimu kufanya fidia. Usipoifunga nia unaruhusiwa, ukiifunga nia unaruhusiwa, lakini tofauti yake, usipofunga nia maana yake utalazimika fidia ukishindwa kumaliza ibada. Unapoifunga nia maana yake hautalazimika kufanya fidia unaposhindwa kumaliza ibada. Hapo tumeelewana jamani? Asante. Hiyo sasa maana yake kwanza mshanielewa. Kwanza watu wameelewa kwamba tunafunga nia. Hiyo kufunga nia ni hali gani? Halafu baadaye sasa ndo kuifunga nia tunafunga vipi? Tushaelewana jamani? Mzee tuko pamoja? Mzee tuko pamoja? Hii hali ya kufungania, maana mtu anaweza kuuliza, Sheikh unaenda kufungania, mtu ambie kufungania ndo nini? Watu wengi hawajui haya. Anaweza kuambia bana, mimi sijui masala ya kufungania. Si lazima jamani, inaruhusiwa kufunga, inaruhusiwa kuto kufunga, lakini sisi tunawaelekeza wazee, watu wazima, wao wafunge nia zao. Asipofunga nia akashindwa kwa utu uzima, labda kutokana na dharura zikampata, akalazimika sasa kuvunja ibada. Bana, mimi nimeshindwa, siwezi kufanya ibada, nimeshindwa kabisa. Labda akachukuliwa akapelekwa hospitali, akaambiwa huyu bana hawezi kuendelea na ibada, kwa hiyo sasa inabidi labda avalishwe mavazi yake ya kawaida. Sasa ukivaa mavazi ya kawaida, si maana yake ushaingia kwenye makatazo? Kwa hiyo kama ulifunga nia yako, maana yake hapa inakusaidia. Kama hukufunga nia, maana yake hapa itakulazimu ukishamaliza ile, ukitaka kufanya tena ibada, ni lazima ukafanye fidia. Hapo tuko pamoja jamani? Haya, tunarejea. Kufunga nia si lazima. Inaruhusiwa kufunga, inaruhusiwa kuto kufunga, yote mawili yanafaa. Ukifunga sawa, usipofunga sawa. Lakini ukifunga itakusaidia utakapopatwa na dharura, basi hautalazimika kufanya fidia. Ukiifunga nia yako, maana yake itakusaidia unapopatwa na dharura, kwamba ukiifunga maana yake hautafanya fidia. Ukisipofunga maana yake utafanya fidia. Kama mtu alofanya makatazo tu, yote atakayefanya makatazo atafanya fidia. Tumeelewana jamani? Asante. Haya, tumeandika hapo. Anasema fa in habasani. Sasa unapotia nia unasema labbaik allahumma umra, kisha unaifunga nia unasema fa in habasani alhabis, fa in habasani alhabis, fa in habasani alhabis famahilli min haythu habasatni. Tumeelewana eh? Fa in habasani alhabis famahilli min haythu habasatni. Fa in habasani alhabis, tumeiandika hapo. Fa in habasani alhabis, umeiona? Hiyo iko kwa Kiarabu na umeona Sheikh? Hiyo. Umeona eh? Sheikh umeona? Hii hapa kwa Kiarabu, lakini tumeandika Kiswahili chake. Tunajaribu kukuza maneno hayo kwenye inshallah kwenye kitabu chetu tutakachokuwa nacho, yatakuwa ni makubwa kidogo. Fa in habasani alhabis famahilli min haythu habasatni. Hiyo ndo kufunga nia. Maana ya maneno hayo, kinaponipata kizuizi kokote pale,
basi nitajihalalisha pale ambapo kizuizi kimenipata. Maanake unanuia